Habari mpendwa, karibu tena, ni siku nyingine nzuri. Tunamshukuru Mungu ametupa tena kibali ili tuweze kujifunza maneno mazuri matakatifu ambayo ninaamini yanatujenga na tutia nguvu na kuzidi kutuimarisha sana katika utu wetu wa ndani. Kwa hiyo nikutie moyo mtu wa Mungu kwamba fungua moyo wako ili upate neno zuri la kujifunza. Maneno la Mungu ni dira, ni namna ambavyo kama watu wa Mungu tunatakiwa kuishi, inavyotupasa kuishi ili tuweze kushinda hila mbalimbali za shetani katika ulimwengu huu na hatimaye tukawa washindi katika ulimwengu huu. Maneno la Mungu ndio uponyaji, ndio uzima. Ukikosa neno la Mungu, ni wazi kwamba unakuwa kwenye hatari kubwa ya kunaswa na mitego ya shetani na kuingia kwenye uharibifu. Kwa hiyo nikutie moyo mtu wa Mungu, fungua moyo wako, ulisikie neno la Mungu litakalo kujenga na kukusaidia sana. Basi kabla sijaendelea zaidi, nitaanza kwa kumuomba Mungu alafu tutaendelea. Bwana Yesu, asante kwa siku nzuri, siku njema Mungu umetupa. Nipake mafuta, nipe hekima na ufahamu, ninene vizuri inavyonipasa kunena sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Basi mpendwa, tunakwenda kujifunza somo zuri siku hii ya leo. Tunakwenda kujifunza kwa habari ya kufanywa imara katika utu wa ndani. Ni moja kati ya jambo la muhimu sana ambalo kama mtu wa Mungu unahitaji kujifunza na unahitaji sana kufahamu, kwa sababu tunaishi kwenye ulimwengu ambao una msongo wa changamoto nyingi sana, una msongo wa mambo mengi sana ambayo yanaathiri utu wa ndani wa mtu, yanaumiza utu wa mtu wa ndani. Kwa hiyo kufanywa imara katika utu wa ndani ni jambo muhimu sana, kwa sababu wengi wamekuwa wakipata shida sana, mpaka wengine wamefanya maamuzi magumu baada ya kupata majeraha katika utu wao wa ndani. Sababu kubwa ni kwamba hawakufanywa imara katika utu wa ndani. Kwa hiyo kufanywa imara katika utu wa ndani ni kitu muhimu sana ambacho mtu wa Mungu unahitaji kujifunza ili uwe imara katika utu wa ndani, ili usije ukapata shida. Sasa tutaanza kwa kusoma kitabu cha Waefeso 3 mstari wa 16. Biblia inasema kwamba awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Anawaambia awajalieni kwa kazi ya Roho Mtakatifu kufanywa imara katika utu wa ndani. Kwanza tukianza kuangalia maana ya utu wa ndani ni nini? Anasema kufanywa imara katika utu wa ndani kwa kazi ya Roho Mtakatifu. Okay, nini maana ya utu wa ndani? Tunapozungumzia utu wa ndani tunazungumzia maana yake tunazungumzia ni nafsi ya mtu, au kwa lugha nyingine tunaita moyo. Yaani kufanywa imara katika nafsi ya mtu au katika moyo kwa lugha nyingine. Kwa nini? Kwa sababu nafsi ya mtu ndio mara nyingi inaingia kwenye shida, inaingia kwenye kujeruhika. Ndio huwa inapata maumivu, inajisikia uchungu, kujisikia hasira, kuchoka, kukata tamaa. Vyote hivyo vinafanywa na nafsi ya mtu, au kwa lugha nyingine tunasema ni moyo wa mtu. Ndio moyo huo unachoka, unakata tamaa, kuvunjika moyo. Kwa hiyo kufanywa imara maana yake ni kufanywa imara katika nafsi ya mtu. Ndio maana ya kufanywa imara katika nafsi ya mtu. Sasa nini maana ya kufanywa imara katika nafsi ya mtu?
au katika utu wa ndani. Maana yake ni kwamba ni kuwa na nguvu ya kudhibiti nafsi yako, yaani matakwa ya moyo wako sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ndiyo maana ya kufanywa imara, yaani kuwa na uwezo mkubwa wa kuizuia nafsi yako. Unaona, hiyo ni pointi ya kwanza, yaani kuwa na uwezo mkubwa wa kuizuia nafsi yako sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Watu wengi wameshawishika kufanya dhambi. Kwa nini? Kwa sababu hawana uwezo mkubwa wa kuzizuia nafsi zao. Yaani nafsi ya mtu imekuwa na nguvu zaidi yake, imekuwa ikimshinda mtu nguvu. Ndio maana wengi wanakuwa wakifanya dhambi, wameanguka kwenye dhambi. Kwa nini? Kwa sababu hawana uwezo wa kuzizuia nafsi zao. Yaani nafsi vile inavyopenda, vile inavyotamani, mtu anakuwa hana uwezo wa kuizuia. Ingawa muda mwingine unakuta jambo sio sawa, sio mapenzi ya Mungu, labda jambo ni dhambi kabisa, lakini kwa sababu mtu hana uwezo wa kuizuia nafsi yake, basi ukuta mtu anashawishika, anafanya vile nafsi inavyotaka, na hatimaye unakuta mtu anaingia kwenye uharibifu. Kwa hiyo kufanywa imara katika utu wa ndani maana yake ni kuwa na uwezo mkubwa wa kuizuia nafsi yako, yaani sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ina maana kwamba kama jambo ambalo sio sawa na mapenzi ya Mungu, kuwa na uwezo mkubwa wa kukataa kwamba hili jambo sio sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa una uwezo wa kuikana nafsi kwamba hapana, ili sio sawa, hatuwezi tukafanya. Ndio maana ya kufanywa imara katika utu wa ndani. Kwa hiyo ni pointi ya kwanza muhimu sana tunapozungumzia maana ya kufanywa imara katika utu wa ndani, yaani kuwa na uwezo mkubwa wa kuzuia nafsi yako kufanya mambo sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Lakini pointi ya pili tunapozungumzia kufanywa imara katika utu wa ndani ni kwamba ni kuwa na uwezo mkubwa wa kuhendo au kukabiliana na changamoto, yaani kuto kuathiriwa na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikatokea katika maisha, yaani kuto kupata effect, kuto kupata maumivu katika nafsi yako au katika moyo wako, yaani kuwa na uwezo mkubwa wa kuto kuathirika na changamoto. Ndio maana kufanywa imara. Watu wengi ambao hawajafanywa imara, unakuta anapokumbana na changamoto au mambo magumu, mambo yenye kuumiza, unakuta anamuumiza sana moyo, unakuta anaumia sana moyoni, mwingine anakata tamaa, anafadhaika, analia, anachoka sana, anajeruhika sana. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya nafsi yake hajafanywa imara. Kwa hiyo kufanywa imara pia ni kuwa na uwezo mkubwa wa kuto kupata athari, kuto kuathirika kwa sababu ya changamoto kutokea. Ina maana kwamba ukifanywa imara katika utu wa ndani, hata kama zikitokea changamoto, yakitokea mambo magumu, bado hayataathiri furaha ya moyo wako, yaani bado hayataathiri ile amani iliyoko ndani ya moyo wako. Bado ndani ya moyo wako utakuwa na amani, utakuwa na furaha, utakuwa na utulivu. Ina maana atakuwa hayana nguvu ya kuondoa amani na furaha ya moyo wako. Kwa hiyo huko ndio kufanywa imara katika utu wa ndani. Kwa hiyo ina maana kwamba ukipita kwenye changamoto, ukiona kama moyo wako unaumia, ukiona kama unafadhaika, unakosa amani, ni wazi kwamba ndani yako kuna shida. Wewe hujafanywa imara katika utu wako wa ndani. Ndio maana unapata majeraha katika utu wako wa ndani. Sasa tuangalie pointi nyingine ambayo ni mtu ambaye hajafanywa imara katika utu wa ndani ana sifa gani? Ingawa nimeshazungumzia hiyo, tuiangalie kwa kina tena kidogo.
Sasa pointi ya kwanza, kama nilivyosema, kwamba ni rahisi kupata majeraha ya moyo anapokutana na changamoto au mambo yenye kuumiza moyo. Hiyo ndio sifa ya mtu ambaye hajafanywa imara katika utu wa ndani, kwamba ni rahisi kupata majeraha ya moyo anapokutana na changamoto mbalimbali au mambo yenye kuumiza. Ndio sifa ya kwanza ya mtu ambaye hajafanywa imara katika utu wa ndani. Lakini pointi ya pili ni kwamba ni rahisi sana kushawishika kufanya dhambi au makosa. Hiyo ni pointi ya pili ambayo pia nilizungumzia, kwamba mtu ambaye hajafanywa imara ni rahisi kushawishika kufanya dhambi. Yaani anakuwa hana nguvu juu ya nafsi yake. Yaani ukija ushawishi wa dhambi, hana uwezo mkubwa wa kujizuia, unakuta anashawishika, anakwenda anafanya, na hatimaye anaishia kupata uharibifu mkubwa sana. Hiyo ni sifa ya pili ya mtu ambaye hajafanywa imara katika utu wa ndani. Lakini pia pointi ya tatu, mtu ambaye hajafanywa imara katika utu wa ndani ni kwamba hana uwezo mkubwa wa kusubiri. Hana uwezo mkubwa wa kusubiri kwa habari ya ahadi ya Mungu. Anakuwa ni mwepesi sana wa kuchoka mapema sana. Yaani anajua kwa habari ya ahadi ya Mungu kwamba Mungu ameahidi atamvusha katika changamoto. Mungu ameahidi kwamba atamsaidia, lakini uwezo mkubwa wa kumsubiri Mungu, kusubiri kwamba Mungu kuna muda na wakati Mungu atafanya, unakuta mtu anakuwa hawezi. Kwa muda mfupi sana unakuta mtu anachoka, anakata tamaa, anavunjika moyo. Unakuta anakuwa anashindwa kuendelea kusubiri. Na kule kuchoka mapema ndio hapo kunampelekea mtu kufanya maamuzi yasiyofaa, kujaribu kutafuta njia zingine mbadala za kutoka kwenye changamoto aliyonayo. Na matokeo yake ni kwamba kutafuta njia mbadala ambazo unakuta ni tofauti na mapenzi ya Mungu, ndio mwanzo wa mtu kujikabidhi mikononi mwa shetani na hatimaye kuingia kwenye uharibifu. Kwa huyo ndio mtu ambaye hajafanywa imara katika utu wa ndani. Hana uwezo mkubwa sana wa kusubiri. Kusubiri anakuwa hana uwezo mkubwa. Akisubiri kwa muda mfupi unakuta ameshachoka na hatimaye unakuta anakuja anaingia pabaya. Kwa hiyo ni sifa ya mtu ambaye hajafanywa imara katika utu wa ndani. Okay, sasa tuangalie kipengele kinachofuata ni kwa namna gani Roho Mtakatifu anamfanya mtu imara katika utu wa ndani. Ni pointi muhimu ambayo nataka tuiangalie. Tumejifunza pale mwanzo kwamba ni kufanywa imara kwa nguvu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ina maana kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayetufanya imara katika utu wa ndani. Yaani anaimarisha nafsi zetu kwa namna ambayo tunakuwa na nguvu, tunajisikia vizuri, hata katika changamoto tunakuwa tuumii, hata katika ushawishi wa dhambi tunakuwa hatushawishiki, tunakuwa katika hali ya utulivu, katika hali ya furaha na amani moyoni. Sasa Roho Mtakatifu anamsaidiaje mtu kufanywa imara katika utu wa ndani? Sasa ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8, Biblia inasema kwamba lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Anasema mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Hii ina maana kwamba ukipokea Roho Mtakatifu unapokea nguvu. Mtapokea nguvu akisha kuajilia Roho Mtakatifu. Anapozungumzia nguvu kwa lugha nyingine, maana kwamba mtafanywa imara katika nafsi zenu mtakapompokea Roho Mtakatifu. Ina maana utakuwa na nguvu kubwa ya kushinda ushawishi na wadhambi. Utakuwa na uwezo mkubwa wa kuhandle changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikatokea. Utapokea nguvu
unakuwa na ujasiri mkubwa sana. Unaona? Kwa hiyo mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ukimpokea ndiye anayekufanya imara katika utu wako ndani, au katika nafsi yako, au katika moyo wako. Sasa kwa namna gani? Tukisoma Wagalatia 5 mstari wa 22 na 23. Biblia inasema kwamba lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Katika juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Anasema lakini tunda la Roho. Anapozungumzia tunda la Roho, maana yake ni kwamba ni matokeo ya mtu kufanywa imara katika utu wa ndani. Yaani ni matokeo ya mtu kupokea Roho Mtakatifu ndani yake. Sasa ukimpokea Roho Mtakatifu ndani yako, ndio hili tunda la Roho linakuwa ndani yako. Hii ina maana ya kwamba wewe muda wote, yani muda wote, masaa 24, katika mazingira yoyote, katika hali yoyote ile, unakuwa una tunda la Roho. Manake muda wote wewe unakuwa umejaa upendo. Muda wote katika mazingira yoyote yale, haijalishi mazingira yenye kuumiza, mazingira yenye changamoto, mazingira mazuri, mazingira mabaya, lakini wewe unakuwa umejaa upendo, umejaa furaha, umejaa amani, umejaa uvumilivu, umejaa utu wema, umejaa fadhili, umejaa uaminifu, umejaa upole pamoja na kiasi. Ni vitu vile ambavyo vinakuwa vimejaa ndani yako, ndivyo unakuwa upo. Sasa kuna wengine wanakuwa katika hali hii pale ambapo unakuta labda mazingira yako vizuri, hali iko vizuri, ndipo mtu kidogo ataonekana kama ana upendo na furaha. Lakini mambo yakibadilika, tunakuta upendo unakuwa haupo, furaha inakuwa haipo, amani inakuwa haipo. Yaani mtu akishajeruhika ndani ya moyo wake, unakuta ile tunda la Roho linakuwa halipo, hizi sifa zinakuwa hazipo. Mtu unakuta hata upendo anakuwa hana tena, amejaa hasira, furaha hana, yaani amani hakuna, uvumilivu tena mtu unakuwa hakuna. Kwa nini? Kwa sababu anakuwa amejeruhika moyo, kwa sababu hajafanywa imara katika utu ukiwa ndani. Kwa hiyo hizi sifa zinakuwa hazipo. Lakini ukimpokea Roho Mtakatifu, tunda la Roho linajaa ndani yako. Unakuwa na hizi sifa zifuatazo, kwamba umejaa upendo, furaha, amani, utu wema, fadhili, uaminifu, upole pamoja na kiasi. Ni vitu ambavyo unakuwa navyo ndani yako katika mazingira yoyote yale. Haijalishi hali ni ngumu, haijalishi mazingira yakoje, lakini bado wewe unakuwa una tunda la Roho ndani yako. Kwa hiyo ndio faida ya mtu kupokea Roho Mtakatifu, kwamba tunda la Roho linaumbika ndani yako, ambalo litakujenga na kufanya uwe katika utakuwa katika hali ya tabia njema, utakuwa katika hali ya usalama sana, kukwepa uharibifu ambao shetani anakuwa amekusudia kwa ajili yako. Sasa tuangalie pointi nyingine muhimu sana, kwamba mambo gani yatakayomfanya mtu kufanikiwa kupokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni mambo gani ambayo yatakayomsaidia mtu kufanikiwa? Kwa sababu ukimpata Roho Mtakatifu utapata tunda la Roho ndani yako, ambao nimezungumza hapo: upendo, furaha, amani, utu wema, fadhili, utapata. Sasa ni mambo gani muhimu yatakayokusaidia wewe ili kufanikiwa kumpokea Roho Mtakatifu? Sasa pointi ya kwanza ni utiifu. Kuwa mtiifu. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 5 mstari wa 32, anasema na sisi tu mashahidi wa mambo hayo.
pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wamtii. Kwa hiyo ina maana kwamba Roho Mtakatifu ni zawadi ambayo Mungu anaiachilia kwa mtu. No. Kwa ili Mungu aiachilie zawadi kwako, moja ya kigezo ni kuwa mtiifu. Kuwa mtiifu kwa Mungu, kujiachilia kwa Mungu, kutembea katika usahihi vile Mungu anavyokutaka wewe kuenenda, kutii maelekezo ya Mungu aliye hai. Kwa ukienda kwa namna hiyo, ni kwamba Mungu atakupa zawadi ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu ili Mungu aachilie hiyo zawadi kwako, ni lazima uwe mtiifu. Ukubali kumtii Mungu na kutembea vile Mungu anavyotaka yeye wewe uenende. Sio kuishi tu kama jinsi vile wewe unavyotaka. Hapana. Ni lazima ukubali kuwa mtiifu. Lakini pointi ya pili nasema kwamba ni imani katika ahadi ya kupokea Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 2 nasema hivi, akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, la, hata kusikia kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Hii ina maana ya kwamba hawa watu hawakupokea Roho Mtakatifu kwa sababu walikuwa wafahamu kwamba kuna ahadi ya kupokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo pointi ya pili muhimu, ili upokee, ni lazima uamini kwa habari ahadi ambayo Mungu ameahidi kwamba tutapokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kupitia hiyo ahadi, ndio uende mbele za Mungu kwa maombi, ukimsihi Mungu na wewe akujaze Roho Mtakatifu ili upokee nguvu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuamini kwa habari ya ahadi ya Mungu aliyoiahidi kwa habari ya kupokea Roho Mtakatifu. Lakini pia pointi nyingine, ili kupokea Roho Mtakatifu lazima uwe mtakatifu. Kwa maana kwamba usiwe na michanganyo, sababu Roho Mtakatifu hachangamani na dhambi. Kwa lazima utembee katika usahihi vile Mungu anavyotaka wewe utembee. Ujilinde kabisa na maisha ya dhambi. Maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele ulio katika Kristo Yesu. Kwa ni lazima uwe mtakatifu, usiwe ni mtu umechanganywa. Ukiwa ni mtakatifu, Mungu ni mwaminifu, ataachilia neema na wewe utapokea Roho Mtakatifu. Sasa kipengele kingine kama ni ishara gani ambazo zinaonekana kwa mtu aliyepokea Roho Mtakatifu? Ni ishara gani? Sasa tukisoma kitabu cha Marko 16 mstari wa 17 nasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Kwa hiyo moja ya ishara ya mtu aliyejawa na Roho Mtakatifu pia ni kunena kwa lugha, kuwa na uwezo mkubwa wa kunena kwa lugha. Sababu mtu anavyonena kwa lugha, Biblia inasema wazi kwamba hujijenga nafsi yake. Yaani anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Unaona? Hii ina maana kwamba ukipokea Roho Mtakatifu utapewa kipawa cha kuweza kunena kwa lugha. Sasa unaponena kwa lugha ni kwamba kuna operation inafanywa ndani ya nafsi yako. Kuna namna unajengwa ndani ya nafsi yako. Unatiwa nguvu, unaimarishwa katika utu wako wa ndani. Ukitoka hapo unajisikia una nguvu mpya, unajisikia furaha, unajisikia amani, unajisikia utulivu, unajiona wewe ni mshindi. Kwa hiyo ndio faida ya mtu kujawa na Roho Mtakatifu. Na ishara hii itaambatana pamoja na wewe. Utakuwa na nguvu, utakuwa na ujasiri hata kuifanya kazi ya Mungu kwa ujasiri pasipokuwa na woga wowote ule. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako umejaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini pia nguvu ya Roho Mtakatifu pia inaambatana pia na utendaji. Utaona pia matendo makubwa ya Mungu yakifanya kazi pamoja na wewe. Utaona uwezo wa Mungu ukidhihirika kwako. Unakuta ukiombea wagonjwa wanafunguliwa, ukiomba mambo yanafanikiwa kwa sababu ya ile nguvu ya Roho Mtakatifu iliyo ndani yako. Kwa nikutie moyo mtu wa Mungu kwamba Mungu akutie nguvu, Mungu akusaidie, kwamba kuwa tuna utaratibu binafsi wa kumuomba Mungu na kumsihi Mungu akujaze nguvu ya Roho Mtakatifu
ni ya muhimu sana katika maisha ya mtu wa Mungu. Ni ya muhimu sana kwa sababu tunaishi maisha ambayo yana msongo wa mambo mengi sana ambayo yanafadhaisha sana mioyo yetu. Kwa hiyo pasipo kufanywa imara katika utu wako wa ndani, ni wazi kwamba unaweza ukapita kwenye majeraha mengi sana. Unaweza ukavunjika moyo, ukakata tamaa, ukashindwa hata kufanikisha mambo mengi duniani, kwa sababu hata kufanikiwa kufanya mambo mengi duniani, hata mipango tu ya kimaisha, inahitaji ndani yako lazima uwe na nguvu, uwe na ujasiri, uwe na uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto. Kwa hiyo kama hauna nguvu ya Roho Mtakatifu, ni wazi kwamba ni rahisi kuchoka kwa mapema sana, ni rahisi kuvunjika moyo, ni rahisi kushindwa kuendelea mbele. Lakini ukifanywa imara katika utu wako wa ndani, unakuwa na nguvu kubwa, una uwezo wa kupita popote, una uwezo wa kufanya maamuzi ya kufanya jambo lolote, na hatimaye ukafanikiwa sana hata katika maisha kwa ujumla. Kwa Mungu akutie nguvu, Mungu akusaidie. Muombe sana Mungu akujaze Roho Mtakatifu siku baada ya siku. Jitahidi uwe na utaratibu kila siku wa kufanya maombi kwa kunena kwa lugha. Kwa kunena kwa lugha. Unapoendelea kufanya kila siku, ndio unaendelea kujaa Roho Mtakatifu siku baada ya siku, na ndivyo unavyoendelea kufanyika imara katika utu wako wa ndani siku baada ya siku. Basi Mungu akutie nguvu mpendwa, Mungu akubariki, nikutakie baraka za Bwana. Lakini pia kama hujaokoka, unaweza kunifuatisha maombi yako ufupi, alafu baadaye nitakuombea. Sema: Bwana Yesu, ninakuja kwako, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe dhambi zangu zote, ninazozikumbuka na nisizozikumbuka. Ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Bwana Yesu kwa kunisamehe. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Sasa nakuombea. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya mpendwa huyu aliyekubali kufungua moyo wake na kuipokea neema ya wokovu. Msaidia kupende Mungu na asimame imara katika wokovu, na kama asijakarudi nyuma. Baba, mshauri, mtetee, mpiganie. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Basi Mungu akutie nguvu mpendwa. Tafuta kanisa zuri la watu waliokoka, na Mungu ni mwema na mwaminifu, atakutetea, atakupigania hata katika changamoto na mapito mbalimbali. Neema ya Mungu itaendelea kuwa pamoja na wewe, atakupigania kabisa. Utamfurahia Mungu na kushangilia matendo makuu ya Mungu katika maisha yako. Basi Mungu akubariki, nikutakie baraka za Bwana. Amen.